Ah, Sisi kama wasimamizi wa rasilimali watu ndio tunaohusika hasa na kusimamia hizi likizo mbalimbali ambazo watumishi wetu wanapaswa kuzipata pindi zinapokuwa zinahitajika. Kimsingi kuna likizo za aina nyingi sana, na kwa uchache leo nitaelezea likizo kama 4 ama 5 ambazo hizo ni muhimu sana. Takribani kila siku watumishi wetu wanakuwa wanakutana nazo. Likizo ya kwanza ni likizo ya mwaka, tunaita annual leave. Hii ni likizo ya kawaida ambayo mtumishi yoyote yule anaweza kuipata kila mwaka mara moja, na hii likizo huwa inatolewa kwa siku zisizozidi 28. Na mtumishi huyu kwa mujibu wa sheria kwamba likizo moja atakwenda bila kulipwa, lakini likizo inayofuata anapaswa kulipwa nauli ya kwenda kwao, ambapo ndio sehemu ya likizo anakokwenda. Likizo hii kama nilivyosema inatakiwa iwe na kalenda, kwamba kila mtumishi ana kalenda yake na ana tarehe ya kwenda likizo kwa kila mwaka. Kwa hiyo kinapofika kile kipindi, yeye atakachofanya ni kufanya maombi kwa mwajiri wake kwa ajili ya kuomba kwenda hiyo likizo, na baadaye ataidhinishiwa likizo yake kwa ajili ya kuanza. Na kama nilivyosema kwamba atalipwa yeye na wategemezi wake. Wategemezi ni kwa maana ya mke ama mume na watoto wasiozidi umri wa miaka 18. Na kama watakuwa wamezidi miaka 18, basi wanapaswa kuwa wanafunzi na wana vitambulisho vya shule. Lakini likizo ya pili ambayo nilitaka kuizungumzia ni ile likizo ya ugonjwa ambayo tunaiita sick leave. Hii likizo ya ugonjwa ni pale mtumishi anapokuwa amepatwa na changamoto labda ya maradhi. Kwa hiyo anapewa likizo hii kwa muda usiozidi siku 364. Ukifanya hesabu vizuri hapo utagundua ni kama mwaka mzima hivi, ambapo mtumishi huyu atapewa likizo hiyo, atakuwa anaendelea na matibabu yake. Lakini ili likizo hii itolewe ni lazima kuwe na taarifa za kuthibitika, ikiwemo ile ya kutoka kwa daktari kwamba mtu huyu ni mgonjwa na anaendelea na matibabu kwa huo ugonjwa ambao uko nao. Lakini pia kwa mujibu wa standing order, kwa maana ya sheria hii ambayo inatuguide sisi watumishi, kwamba mtumishi akipata hayo maradhi atapewa hiyo likizo ya mwaka. Asipo recover atapewa tena likizo ya miezi 6 mingine akiwa analipwa nusu mshahara. Ikionekana bado hawezi tena, maana yake sasa anatakiwa kuterminatiwa, kwa maana ya kuachishwa kazi, kustaafishwa. Hiyo ndio likizo ya ugonjwa. Lakini tuna ile ya likizo ya bila malipo, na wengi sana huwa wanachanganya hapa kwenye likizo ya bila malipo. Wanadhani katika zile likizo za mwaka basi ile unayokwenda ya malipo, nyingine ya bila malipo ndio inaitwa likizo ya bila malipo. Hii likizo ya bila malipo kwanza yenyewe inatolewa kwa muda usiozidi siku 1095. Likizo hii maana yake ni nini? Kwamba mtumishi anapotaka kwenda likizo hii, pengine ana mambo yake anataka kwenda kuyafanya kwa muda mrefu, au amepata ajira sehemu fulani ya uteuzi au ya namna gani. Kwa hiyo atachukua likizo hii ya bila malipo, maana yake atajaza likizo hiyo bila kulipwa chochote, kwa maana hatopata mshahara katika hicho kipindi ambacho atakuwa yupo nje ya nini, ya hiyo taasisi. Na likizo hii kibali chake kinatolewa na Katibu Mkuu, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Kwa hiyo akipata hicho kibali baada ya kuomba, ndipo atakuja kuruhusiwa sasa aende katika likizo hii ya bila malipo.
Likizo ya 4 ambayo nilitaka kuzungumzia ni ile ya uzazi. Sasa likizo ya uzazi imegawanyika katika sehemu mbili. Kuna sehemu ya me kwa maana ya mwanaume ambaye amesababisha mtoto, au ile ya ke ambayo ni mwanamke amepata mtoto. Sasa kwenye upande wa me, sheria yetu hii imetambua mtumishi huyu atakaposababisha mtoto anapaswa kupewa likizo ya siku 7. Siku hizo 7 tunaamini ndio za kwenda kupumzika yeye na familia yake, akiwa anamuona mtoto na vitu kama hivyo. Kwa hiyo likizo hii inatolewa kwa muda wa siku zisizozidi 7 kwa mtumishi huyo, na baada ya hapo atatakiwa kurejea kazini. Lakini kwenye upande wake sasa tunaita maternity leave, ambayo hiyo nayo likizo ya uzazi kama nilivyosema. Hii sasa ni kwa jinsia ya kike ambaye ndio mama wa mtoto. Kwa hiyo anapojifungua anapewa siku 84 za kwenda kupumzika akilea mtoto, na baada ya hizi siku 84 atatakiwa kurejea kazini, lakini anaporejea kazini atapewa tena miezi 6 ya kufanya kazi kwa nusu siku, akiwa anatakiwa kuwahi nyumbani kwenda kumnyonyesha mtoto. Baada ya hapo likizo hiyo itakuwa imeisha. Lakini katika hii likizo ya kwa watumishi wa umma ya maternity leave, kila mtumishi kama tunavyofahamu anakuwa amejiunga kwenye ile mifuko ya hifadhi ya jamii, na sisi watumishi wa serikali wote tuna mfuko mmoja ambao unaitwa PSSSF. Mfuko huu uko kwa ajili ya kutunza mafao ya watumishi, ambapo siku watakapokuja kustaafu basi watakuwa wanalipwa yale mafao yao ya uzeeni. Sasa kwa sheria zao walizonazo mfuko huu kwamba wana fao la uzazi, mtumishi wa kike anapopata mtoto maana yake anayo room ya kupewa fao la uzazi kutoka kwenye huu mfuko wa PSSSF. Tunazo likizo nyingi kama nilivyosema. Tuna likizo ile ya pending kwa ajili ya kuwa na mkataba labda na taasisi fulani. Tuna likizo ile ya kukaribia kustaafu, tunaita leave pending ya retirement. Lakini tuna special leave ya kuwepo nje ya kituo cha kazi. Lakini tuna sabbatical leave. Kwa hiyo tunazo leave nyingi, lakini nadhani kwa leo hizi ambazo nimezizungumzia zinaweza kuwa na tija kwa watumishi wetu, na endapo kwamba watakuwa wanazifuatilia hizi, basi zinaweza kuwapa mwanga fulani ya haki zao za kwenda likizo. Na wito wangu sasa naotoa kwao kwamba hivi vitu vipo kwa mujibu wa sheria, na popote pale wanapopata ugumu basi wasisite kuwasiliana na ofisi yetu ambayo ni ya division ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu, ambayo yenyewe sasa ndio inadili moja kwa moja na hizi likizo za watumishi. Angalizo nalotaka kutoa ni kwamba likizo hizi zote sasa hivi tupo kwenye teknolojia na likizo hizi zinatolewa kidigitali, kwa maana tuna mfumo wetu wa ESS ambao mfumo huu sasa unatumika kwa watumishi kuingia na kwenye dirisha lile la likizo anafanya maombi yake pale. Baada ya hapo atatuma, yataenda kwenye hatua zinazofuata, na mwisho wa siku atapewa kibali chake cha kwenda likizo.